Watazamaji wapendwa Day One Media TV, tunawakaribisha tena na tunawapenda sana. Kama kawa mnajua kazi yetu ni kuwaletea vitu vizuri, kuwajulisha nini kinaendelea, kuwapatia information zote. Na leo sasa nimewaletea bwana mkubwa, handsome boy, kijana ambaye ni mwenye kipaji sana. Tunaenda kuzungumza naye mengi sana. Mashabiki zake mjiweke tayari, tusikie nini kinaendelea kwa msanii wenu. Bro, mambo? Safi sana. Uko poa? Niko poa. Mungu ni mwema, God is good. So manake maisha siku hizi na iko kwa mteremko. Nashukuru Mungu. Life is somehow great. Okay. Pole pole. Tunafurahia sana kuwa na wewe leo. Maana nilikupatia invitation mbele, nikaona kwa chelewa fika kosa kama ni nini, lakini afadhali leo umefika. Bro, tuko na vingi vya kusema na wewe. Uko tayari? Nipo tayari, I'm ready. Jitambulishe kwanza kwa wako na kuona. Kwa majina wananiita Dafem J aka Amos J. Najulikana kama Star. I'm a singer, songwriter, artist, recording artist, you know what I'm saying? Yeah. So nafanyaga muziki kila style. Wow. Tunafurahia sana. Na nadhani mafani wetu wako na kusikia. Jamani, songwriter, anaimba, anafaa kila kitu kenyewe unajua kwa muziki, anaimba style zote. Yani kila kwenye unamkutana yeye mistari anakuwa iko nayo tayari. Bro, tunapenda tujue, uwanja utuambie kwanza, muziki unaimaliza wakati yapata? Muziki naimaliza ndani, I entered the game 2017, ndio niingia kwenye game. Yani ikiwa miaka nyingi ni miaka 9. Miaka 9. Yeah. Na umefanya nyimbo ngapi? Nimefanya nyimbo makumi, ni nyimbo 35. 35. 35, yeah. Zote ziko out? Zote zipo out. Video nina video 3, official video 3, zingine ni audio. Okay. Hongera sana, safari sio mbaya. Ndani ya huu muziki tangia umeanza, utuambie kwanza, umeona challenge gani changamoto ambazo zimekuwa ni mbaya sana? Changamoto ambazo nimekutana nazo kumuziki, kuenda studio like kwa mguu, unaenda studio kwa mguu, studio get fucked up, unakosa hela za kurekodi ngoma, yani unakosa hela za kufanya video. Changamoto ambazo nimepitia kama msanii ni hizo. Okay. Yeah. Na ni vizuri gani ambavyo umevipata sasa? Vizuri ambavyo nimevipata, ukweli ni kwamba nimejulikana mtaa. Watu wamenijua eti Amos J ni msanii, naye ana nyimbo za mapenzi ambazo zinafundisha watu kufanya vizuri, zinaunganisha watu. Nimejulikana, ndo kitu ambacho nimepata kupitia muziki na connection, yani connection. Nimepata connections na watu, different kind of people. So tukizungumzia kuhusu kupata pesa, mafanikio, kuna mafanikio yote ambayo umewahi kupata kupitia muziki? Kuhusu mafanikio, ukweli ni kwamba nimewin trophies kupitia competition fulani. Nimepata hela kidogo kidogo ambazo zimekuwa zikinipushi kupitia mashabiki zangu, na kuwini hizo matrophy kwa sababu mimi mwenyewe kwa nikijiamini before. Na nilikuwa nimejichukulia kama mshindi before na competitions ambazo nimepitia. Okay. So support ya kihela nimeipata kupitia mashabiki zangu na muziki na watu ambao wananizunguka. Ndani ya huu muziki safari ni ndefu. Maana
Japokuwa huenda umepata hii pesa, sizani kama inatoshelea sana kutimiza malengo yako ambayo unataka, maana kuna vitu vingi ambavyo unataka kufikia, lakini tulipenda tujue, ukiachana na muziki kuna kazi nyingine ambayo unafanya? Yeah, apart from music, kama hairdresser nimekuwa nikijifunza kufanya makeup, kufanya beauty ya mtu, yani naweza nikashape kila mtu kupitia beauty cosmetic. Yani nimejifunza hairdressing na kazi za aesthetics. Okay. You know what I'm saying? Na unatumika? Right now sijafungua ofisi, ila nilikuwa nikisoma na nimegraduate kupitia hiyo kazi, ila ningali natafuta ofisi, yani capital. Sijapata capital, ila kazi nimejifunza. So kama kuna mtu ambaye ana kazi unaweza ukatumika? Of course, kama kuna mtu ambaye iko na kazi na anataka kunipa kazi kupitia hiyo kazi ambayo nimejifunza, na I'm ready to work with anybody else. Yeah. Kwa mashabiki zetu wako wanakutazama na wanakusikia, huenda pakawa mtu ambaye kazi anaweza akafungua ofisi yake na ukatumika. So kwa mashabiki zetu, nadhani mnatusikia na mnatutazama, imani support zenu tunazihitaji sana. So huenda unaweza kuwa uko na kazi, amekwambia kazi ambayo alisomea na anaiweza sana, hii muite msanii wetu, maana bidii anayo na kazi ameisomea na ielewa sana. Unampea kazi ili maisha yaendelee. So tangu umeanza huu muziki, kwanza utuambie kule kumwanzo ilikuwaje ili uingilie muziki na sio kazi zingine, maana kuna vipaji vingi, watu wanacheza mpira, watu wanafanya dance na vingine. Kwa nini uingilie kuimba? Okay. Kitu ambacho kilinifanya niingilie muziki, nilikuwa inspired na wasanii fulani hivi. Hao wasanii walikuwa successful na wakeni inspire kupenda muziki. Okay. Yeah. Ni kama nani, kama wasanii gani ambao wamekuinspire mpaka wakakufanya uingilie muziki? Msanii ambaye aliniinspire singependa kumtaja hapa kwenye TV. Lakini ilibidi tu nimtaje. Unfortunately he's not around. He was MJ. Michael Jackson was my role model. Yeah. Then kiingilia zingine sekta za hip hop, kuna hapa Uganda kuna GNL Zamba, alikuwa legend of hip hop. Kienda Kenya kuna Khaligraph Jones. Hao ni wa big inspirer, yani they are my role models in music industry. Wow. So ukajikuta umeingilia, ulijua aje kama kuimba utaweza? Maana sio watu wengi tumesikiliza muziki lakini vipaji hatuna na kuimba hatuwezi. Ilikuwa aje? Ulijua aje kama kipaji cha kuimba unakio? First of all, nilijiamini na nikawa na confident. You know, if you have confidence, you can conquer anything in this world. Of course. So first of all, nilikuwa na confident na nilijiamini, nilisoma vitabu fulani na nika plan na nika practice. Ndio maana nilijiamini kama nitawin. Kipindi ambacho ulikuwa unaanza muziki, kwa upande wa wazazi wako ama familia kwa ujumla walikuchukulia aje? Wazazi wangu walifurahi sana, walinisapoti, hawakunikatisha tamaa. Kweli. So tunawashukuru sana, maana sio kila mzazi, wazazi wetu wengi tu wakisikia mtoto ameanza muziki, wengi wao huwa wanamkataza, wanamkemea, wanaona kama ameingilia safari ambayo sio nzuri. Maana wasanii kama haujapata pesa huwa wanakuita mwizi nini, majina mabaya tu yale ya ajabu. So kama wazazi wako walikubali wakakusapoti, tutawaambia tu asante sana. Sasa kwa sasa nafasi ambako umefikia na unaona kama ni afadhali, sio kama before, lakini mahali unaelekea kuna zingine changamoto. We una malengo gani? Ulipenda kuimba ufikie kama wapi? Uwe kama nani yani?
Yani mimi kuimba yangu hii no limit. Yani sina limit, nataka niimbe mpaka niimbe, yani niimbe mpaka mwisho, cause no limit. Ufikie kama usikilikane kama wapi? Worldwide. Worldwide. Tunakuombea, yeah, na tutazidi kusapoti one day utimize ndoto zako. yeah. Sasa kama Michael Jackson ndiye alikuinspire akafanya utie bidii na sasa hayupo, kuna mwingine msanii ambaye unamtamani kwa kama yeye? Mimi kutamani msanii niwe kama yeye, ukweli ni kwamba hakuna msanii ambaye mimi natamani niwe kama yeye. Natamani tu niwe kama mimi, lakini nakubali kama wasanii ambao wapo super talented nao wapo, ila mimi najikubali mimi sana. So that's why siwezi nikakwambia eti nataka nikuwe kama huyo, nataka nikuwe kama huyo, no. Ila ninafurahia kazi zao kama ni nzuri. Ukiwa msanii unaimba nyimbo nzuri, nikaisikia nitasema bro, ulifanya kazi nzuri, nita appreciate. Mimi mwenyewe ni fan of music, na tena mimi mwenyewe ni artist, ni musician. Okay. Musician ambaye kila ngoma akiifanya huwa unaipenda. Ni nani? Yani kila kitu chake unakipenda? Kila kitu chake nakipenda. Ndo mwenye siwezi sema sasa hivi TV kwa sababu nikamsema but ipo ila hilo ndo siri yangu yenye siwezi nikasema ku TV. But ni mjui, na mimi nina msanii ambaye nampenda lakini hutaki kumsema. Ulisema Ada Agent. Naogopa sana. Kumsema naogopa. Lakini tuambie leta ya mwanzo ama ya mwisho. Leta mbili tu kujina. Leta mbili zake. Msanii ambaye napenda sana. Uanje tu leta ya kwanza na ya mwisho. Msanii naogopa kumsema, ila sema tu leta mbili, ya mwisho na ya kwanza na ya mwisho. Ya kwanza na ya mwisho ni, acha niseme WCB. Comment section mtatuambia ni nani huyo. The only CEO of WCB. Sasa tayari tushamfahamu. Unampenda sana huyo dogo, huyo jamaa, huyo babu kubwa. Siwezi nikamuita dogo, acha niite babu kubwa. Huyo babu kubwa namkubali sana. Iko creative, ana create new ideas, anafanya kazi mpya, anafanya tofauti sana. That's why naye ni one of the most artists who inspire me in Africa. But yeye nampenda sana. Unampenda sana. Okay. Kila ngoma lake yani nikisikia inakuwa gani hit song. Tuna wasanii wengi ambao ni okay, tuingie wasanii wa kike. UG. Hapo naleta shida sasa. Wasanii wa kike UG. Nani ambaye nampenda sana? Nikaharakisha ninazifanya mistake. Lakini ukweli ni kwamba napenda sana Spice Diana. Ni shida gani ama magumu ambayo uliona ndani ya hisho? Vitu gani ambavyo havikuwa sawa kwa upande wako? Vitu ambavyo havikuwa sawa. Wasanii wengi walikuwa wazoe mambo ya kuimbia kwenye ngoma ambazo hawajui. Sasa hiyo ilikuwa competition, wakaona kushushia tu kigoma kinene na haujui kama kinapiga vipi. Lakini ikatuongeza experience ya kucreate. Sasa ugumu ambao nilikuta hiyo show, wajaji walikuwa wanajua sana muziki. Walikuwa wana kutesti kwa kila njia yani. Walikuwa wanakushushia beat ambao hujui, walikuwa wanataka ugeuze style, walikuwa wanapenda uimbie kama ni image unachana kuhusu UN. Yani walitupatia questions nyingi na tasks nyingi ambazo zilitupatia confident
Okay. Na lakini hongera sana, maana mwisho ilifika ukapita ukawa namba 3 na kuna wengi ambao walishindwa. Kuna wengi ambao wanafanyaka vizuri sana lakini walishindwa. Hata mimi mwenyewe niliogopa. Ilikuwa surprise. It was a surprise yani. So kwa wale ambao hawakupita unaweza kuambia nini? Kwa wale ambao hawakupita naweza kuambia wasikate tamaa. Kwa sababu mwanzo ni mgumu. Kama hawakupita kwenye hiyo talent show, wafanye tizi ya kutosha ili mradi zingine competition zikaja waweze wapite, waweze kuperform vizuri tena. Pale palikuwa maneno mengi ambayo hata sasa yapo. Wamoja wanasema niliibiwa, wengine hapana, wengine ilikuwa hata wengine walisema corruption ilikuwa nini. Wewe unazungumza aje wewe? Kweli ni kwamba hata mimi nilisikia washabiki wako wananiambia, Amos, je, umeimba sana, ulikuwa unastahili kuwa sijui number 1, sijui unakufanya number 3, how. Maswali ilikuwa mengi sana, lakini na mimi nilikuwa na nimeogopa kwa sababu nilikuwa nafikiri naweza na mimi kutopita. Kwa hiyo nilikuwa na marapa wakali wanashindwa na mimi nikawa na fear. But sikuogopa, niliamini God is there for us na niliperform iwezekanavyo. So ndio hivyo ilikuwaga. Competition ilikuwa na wasanii 19. Katika hao wasanii wote ambao walikuwa tupatie wasanii ambao ulifikiri kuwa ni wasanii wakali sana ambao walikutisha. Hakuna mwalinitisha. Kuna mtu unajua katika nyakati kama zile unaweza kuona sema kwa mfano tuseme walikuwa Sejoman, Rap Teacher, Zedman na wengine. Unaweza kusema Zedman, Rap Teacher, unajua unasema hii bato iko nguvu kutokana na huyu na huyu. As you already said, Sejomani, Rap Teacher, Zedman na wengine ambao siwezi kukumbuka jina zao, wote walikuwa wanatumika mzuri. Na nilikubali hawakupita. So nilikuwa confused. Ndio maana siwezi hata nikasema eti nilikubali huyu au ule au ule. Unajua kipindi tulizungumza na Zedman na Sejomani, akatambia competition ina watu 19. Mimi na wahesabu watu 4. Akahesabia Zedman, Amos J Brown, Rap Teacher, akasema mwingine ni nani sijui. Kisha naye akajihesabu. Akasema wale najua kama kuna rap ambaye nitafanya naye competition ni wale kutosha, wale wengine wote down. Alisema kweli. Na history repeat itself. Na mimi pia naona ni hao tu wasanii ambao tunaweza tukaikala ku table tukafanya content. Wengine bado wafanye tu research. Practice wazidishe. Okay. Lakini hongera sana, ulipata zawadi yako. Mtu ambaye alitayarisha hii competition, wewe unaweza penda umwambie nini kama atakufollow? Mtu alitayarisha hii competition, mimi namshukuru sana kwa upendo ambao alionyesha kwa wananchi wake. Alionyesha unity is strength. Umoja ni maendeleo. Akiendelea fanya kazi kama hizo, tutagundua vipaji ambavyo vinajificha kwenye nchi yetu au kwenye kampu yetu ya Kiangwali Refugee Resettlement Camp. So azidi kusapoti watu wake na watu wake wazidi kumkumbuka na wazidi kufanya kazi ya maana, waelimishe jamii, waunganishe watu fasi moja. So asiachie pale. Courage. Okay, tusiende mbali sana. Ulituambia umeimba nyimbo ngapi? 35. 35. Nyimbo gani ambayo
ni mpya sana kabisa. Nyimbo ambayo ni mpya sana ni Jambo. Jambo. Brown. Unaenda kutupatia kapela ya Jambo. Ni Amapiano. Na kwenda hivi. Africa Jambo. Hiyo ni verse 1. America Jambo, Jambo. Asia Jambo, Jambo. Oceania Jambo, Jambo. Caribbean Jambo. World Jambo. Amapiano for you. Ghetto Youth Yoyo. The One Media Jambo. Amapiano for you. Kiukweli nadhani mko na enjoy watazamaji wapendwa ambao mko na tufollow. Na nyinyi Jambo. Jimbo ni nzuri sana, tumesikia, hongera sana. Na kwa sasa tukitaka kuisupport nadhani YouTube iko. YouTube ipo, nimeupload. So unaandika tu Amos J Brown Jambo. Utaenjoy sana. Kwa mistari zaidi na nyimbo nzuri ambazo zitakuelewesha, zitakuelimisha. Karibu sana. Support zenu tunazitamani sana. Maana hakuna kingine kitu ambacho tunakitaka. Fanya tu subscribe, share, comment, vitu kama hivyo tutaendelea. Na si kama Day One Media TV usikose kutufollow na kusubscribe, maana wasanii bado hapo wengi na habari zingine ambazo utapenda kuzifahamu niliwaambia vitu vingali vingi. Maana next time tutakuwa tena na presenter mwingine atawaletea vitu vingine tofauti ambavyo unataka kufahamu. Unachotakiwa kufanya tu, kama kuna kitu ambacho unataka kufahamu, andika kwenye comment section, tia tu swali yako ama mashauri yote ambayo unataka kutufikishia. Tutasoma na tutaelewa kila kitu. Kama ni swali tutaijibu kwa wakati. Amos J. Tunafurahia sana kuwa na wewe leo, na nadhani sana mashabiki zako siku kama hiyo walikuwa wanaipenda, maana nilikuwa nimeshawa promise wakati ambaye ilipita. Watu wengi walikuwa, kuna mtu aliwahi kuniuliza mbona ukitaka kufanya programu yako tunaona unatumika na pande moja tu. Zaidi sana pale nilifika wakati mlikuwa na competition. Mmoja katika majaji ambao mlikuwa nao akaniambia TV yenu ni kama vile inafanya ubaguzi, maana unawatumikisha watu wa Kasonga. Nikajaribu kujitetea, nikamwambia mbona nimetumikisha hata watu wa Kagoma. Nikasema kama Trista, Diedo Star, Trista ni wa kwenu, Diedo Star ni wa kwenu. Nikosa jinsi ya kujitetea. Lakini kosa haikuwa yangu, maana kuwafikia watu wote sio rahisi. Na kuna wengine tangu siku ile nimewapatia invitation zao wakufika. Nimewaita, nimewaalika, tukapanga nao siku, hawajafika. So lakini nyinyi ambao umefika, kazi sana kama wewe, tunasema merci sana. Na ukifika Day One Media TV usikose kuambia na wengine, ambie wakuje. Si hatuna ubaguzi na tunafanya na wote. Nia yetu ni tueleweshe mashabiki zetu ambao wako na tufollow na tusapotiane si wenyewe. Kama kuna sanii mwingine anaweza kuwa dancer, mwingine mafilimu star na vipaji vingine, tutawakaribisha sana. Kutokana na muda wetu tungependa tukomeshe kwanza hapa, kisha tutaendelea siku nyingine. Una nini kia kuambia mashabiki zako ambao wanakutazama kwa sasa na mashabiki wa Day One Media TV kwa ujumla? Yani mashabiki, don't forget we out here. Expect more fire, expect more songs, more hit, more love. Peace and love. God bless to all. See ya. So ni hivi tumekuwa na msanii wetu Amos J Brown. Nadhani umemsikia sana na hatuwezi kumuuliza vyote, lakini tutakuwa namuuliza pole, maana ni msanii wetu wa nyumbani, tuko naye wakati yote. Kama kuna kitu ambacho hukifahamu, tafadhali nenda kwenye comment section, tia swali yako. Kama vile niliwaambia, tutaijibu kwa muda. Nisiwalemele wala niende mbali, niwakumbushe tu ambao mnatufollow, usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike channel yetu ya YouTube Day One Media TV. Enda TikTok, usisahau kutufollow na kushare vitu kama hivyo. Kwa mitandao mingine yote ya kijamii tupo Day One Media TV. Na ukifanya vile utashukuru sana. Asante.